Kesho itajisumbukia yenyewe. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya na mafundisho akafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Yesu alisema kwenye Mathayo 6:34 kwamba basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Kesho itajisumbukia yenyewe. Katika hali ya kawaida hatuna kesho. Hatuna kesho. Siku pekee tulionayo ni leo. Na Yesu alikuwa anamaanisha nini anasema kwamba kesho itajisumbukia yenyewe? Hakumaanisha kwamba tusiweze kupanga kwa ajili ya baadaye. Hakumaanisha kwamba tusiweke mipango yetu kwa ajili ya future. Alikuwa maanisha hicho. Lakini kuna watu ambao wanakaa na wasiwasi kwa sababu wanajiuliza maswali, sijui kesho itakuweje, sijui kesho itakuweje, sijui kesho kutwa itakuweje. Lakini wewe hauna kesho. Siku ulionayo ni leo. Sasa Yesu alipokuwa anasema kwamba kesho itajisumbukia yenyewe, alichokuwa anamaanisha kwamba wewe unachotakiwa ni kuitumia leo vizuri. Kuitumia leo vizuri. Kwa sababu maisha yako ya kesho yanategemea leo. Kesho yako haitakuwepo bila leo. Kwa leo utakapoitumia vizuri, muda ulionao leo utakaotumia vizuri, utakapoutumia vizuri, automatically kesho itakaa vizuri. Utakapoitumia leo kufanya mambo ya msingi, utakapoitumia leo vizuri, kujiongezea maarifa, kujifanya uwe bora zaidi, automatically kesho itakuwa vizuri. Kwa Yesu akamwambia kwamba msisumbukia kesho. Kesho akasema kesho itajisumbukia yenyewe. Wewe unachotakiwa ni kuitumia vizuri leo. Hila unapoitumia vizuri leo, maana unaitengeneza kesho. Unaitengeneza kesho. Hila unapoitumia leo vizuri, maana unaitengeneza kesho. Unaitengeneza kesho. Unaitengeneza kesho. Kwa ujana wako, kwa mfano tuzungumzia kwa habari ya kwamba kijana atakapoitumia ujana wake vizuri, automatically uzee wake utakuwa vizuri. Kwa tafsiri nyingine, mzee yoyote tunaweza tukajua kwamba katika ujana wake alishije kwa kuangalia namna alivyo sasa akiwa ni mzee. Kwa mtu kama kutumia ujana wake vizuri, automatically uzee wake lazima hautakuwa mzuri. Hautakuwa mzuri. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye Zaburi 11:3 kwamba mwenye haki misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama wewe ni kijana, msingi wa uzee wako ni kama wewe ni kijana, msingi wa uzee wako ni ujana wako sasa. Kwa utakapotumia ujana wako vizuri, utakapotumia ujana wako katika kufanya mambo ya msingi, utakapotumia ujana wako katika kujiwekea akiba kwa ajili ya uzee wako, utakapotumia ujana wako vizuri katika mambo ya msingi, uzee wako utakaa vizuri. Utakaa vizuri. Kwa Yesu akasema kwamba kesho itajisumbukia yenyewe. Hauna kesho, unayo leo. Itumie leo vizuri. Itumie leo vizuri. Saizi wewe ni kijana, ni energetic. Itumie leo vizuri. Tumia muda wako katika mambo ya msingi. Tumia mambo yako katika mambo ambayo yanaitengeneza future yako. Yanaitengeneza future yako. Kesho inategemea leo. Kesho itajisumbukia yenyewe. Jukumu lako ni moja tu. Kuitumia leo vizuri. Kuitumia leo vizuri. Ukiitumia leo vizuri, kesho itajisumbukia yenyewe. Kesho automatically itakaa vizuri yenyewe bila kufanya kitu chochote. Kwa badala ya kuwa na hofu, sijui kesho itakuweje, sijui uzee wangu utakuweje, tumia ujana wako vizuri. Tumia ujana wako vizuri. Badala ya kuwa na wasiwasi kwamba sijui itakuweje nitakapofikia umri fulani, sijui itakuweje, wewe tumia nafasi yako vizuri. Badala ya kuanza kujiuliza kwamba itakuweje nitakapofikia umri wa kuoa, kwa sababu changamoto za kuoa ni nyingi, badala yake wewe endelea kujinoa sasa. Tafuta maarifa, soma vitabu vinavyohusiana kwa habari ya mahusiano ili usije ukakosea. Maandiko yanasema kwamba jiwekee akiba ya maarifa. Jiwekee akiba ya maarifa leo. Hayo maarifa utakayojiwekea leo yatakusaidia siku zijazo. Siku zijazo. Kesho itajisumbukia yenyewe. Wewe ni kijana, utumie ujana wako vizuri.
Utumie ujana wako vizuri, maana ujana wako ndio msingi wa maisha yako ya baadaye. Ujana wako ndio raw material, ndio rasilimali ya maisha yako ya baadaye. Kesho yako inatengenezwa na leo. Kwa unachotakiwa kufanya ni kuitumia leo vizuri. Na ndio maana Yesu akasema kwamba kesho itajisumbukia yenyewe. Kama leo utatumia leo kutufanya mambo ya msingi, automatically kesho itakaa vizuri. Automatically kesho itakaa vizuri. Narudia tena, Yesu aliposema kwamba usisumbukia kesho, hakumaanisha kwamba usipange kwa ajili. Kuna watu ambao wanajiuliza vitu visijui itakuwaje kesho, sijui kama wewe ni mwanafunzi usianze kuwa na wasiwasi kwamba sijui mtihani wa mwisho itakuwaje. Kwa cha msingi usoma vizuri, tumia muda wako vizuri, tumia muda wako vizuri, wasikilize walimu vizuri, uwe diligent. Sasa automatically kama ukiwekeza bidii ya kutosha leo, mtihani utakapofika kuna uwezekano mkubwa wa kufanya vizuri. Do your best, fanya kwa kadri ya uwezo wako leo. Fanya kwa kadri ya uwezo wako leo. The rest mwachie Mungu. Wewe fanya kwa kadri ya uwezo wako. Mambo yote ambayo kafanya kwa kadri ya uwezo wako. Alafu mengine mwachie Mungu. Mengine mwachie Mungu. Kwa una sababu ya kuwaza sijui itakuwaje kesho. Itumie leo vizuri. Itumie leo vizuri. Itumie leo vizuri. Usipoteze muda wako kwenye mambo yasiyo ya msingi. Tumia fedha ulizonazo vizuri. Tumia kiasi ulichonacho vizuri. Usianze kuwaza na kile ambacho hauna. Tumia ulichonacho vizuri. Tumia muda ulionao sasa vizuri. Kesho itajisumbukia yenyewe. Kesho itajisumbukia yenyewe. Kesho itajisumbukia yenyewe. Kesho itajisumbukia yenyewe. Ulichonacho ni leo. Itumie leo vizuri. Mungu akubariki usikize mafundisho haya. Na kupe hekima ya kupangilia mambo yako. Kupe hekima ya kutumia muda ulionao vizuri. Makupe hekima ya kutumia rasilimali ulizonazo vizuri. Ulizonalo vizuri. Sikafika wakati ukajuta kwa sababu ya kutokuitumia leo vizuri. Kwa kutokutumia ulichonacho leo vizuri. Acha kufikiria kitu kile ambacho huna. Ulichonacho hata kama ni kidogo kitumie vizuri. Kina uwezo wa kuzaliana hicho na kukupa kitu kikubwa. Wewe tumia ulichonacho vizuri. Tumia rasilimali ulizonazo hizo kidogo hizo vizuri. Alafu mambo mengine yatajisumbukia yenyewe. Tumia muda wako vizuri. Tumia muda wako kufanya mambo msingi, alafu kesho itajisumbukia yenyewe. Automatically kesho itakaa vizuri endapo ukitumia leo vizuri. Usiwaze kwa habari ya kesho itakuwaje. Pamoja na unatakiwa kupanga, kuweka mipango yako, lakini usiweke mipango kwa namna ya woga, unaogopa kwamba sijui itakuwaje. Use today properly. Itumie leo vizuri. Itumie leo vizuri. Kile unapoitumia leo vizuri unaitengeneza kesho. Unaitengeneza kesho. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya na akupe hekima kutumia ulichonacho vizuri katika jina la Yesu. Amen.